Hii ni Kiko Media. Usisahau kusubscribe. Karibu tukaangazie viwanja 12 vikubwa barani Afrika ambavyo vina uwezo wa kubeba mashabiki wengi. Mmoja ni uwanja wa FNB, uwanja unaopatikana Afrika Kusini ambao una uwezo wa kubeba mashabiki 94,736. Uwanja huu uliopo Nasrec, Johannesburg, Afrika Kusini ni mkubwa zaidi barani Afrika. Uwanja huu unajulikana kwa kuandaa fainali ya kombe la dunia la FIFA mwaka 2010. Ulijengwa upya na kupanuliwa mwaka 2009 kabla ya kombe la dunia, ukiwa na uwezo wa kubeba watazamaji 94,736. Ni nyumbani kwa Kaizer Chiefs katika ligi kuu ya Afrika Kusini. Pia huandaa mechi muhimu za timu ya taifa. Uwanja wa FNB pia huandaa mechi za kimataifa za raga. Fainali ya kombe la dunia la mwaka 2010 ambapo Hispania ilishinda Uholanzi, ikibaki mechi kubwa zaidi kuwahi kuchezwa katika uwanja huo. Mnamo tarehe 10 Februari mwaka 2013, watu 85,000 walishuhudia Nigeria ikishinda Burkina Faso kwa goli 1-0 katika fainali ya AFCON katika uwanja huo. Jina la FNB linatokana na First National Bank, lakini mara nyingi linajulikana kama Soccer City au Karabash. Uwanja huu ulifanyiwa ukarabati mara kadhaa, ikiwemo mwaka 2010 ulipoleta sura yake ya sasa, na ulifunguliwa rasmi tarehe 7 Oktoba mwaka 1989. Uwanja wa pili kwa kubeba mashabiki wengi zaidi ni uwanja wa Miss unaopatikana Misri, ambao hubeba mashabiki 93,940. Miss Stadium pia unaojulikana kama Egypt International Stadium ni mojawapo ya viwanja vikubwa zaidi barani Afrika. Uwanja huu unapatikana Cairo na unatumika kwa mechi za ndani za kimataifa, ikiwemo mashindano ya AFCON. Uwanja huu hubeba mashabiki 93,940. Wanaweza kuingia na kukaa humo bila msongamano wowote. Uwanja huu una miundombinu ya kisasa, nyasi bora na anga lenye shauku wakati wa mechi kubwa. Mara kwa mara uwanja huu hutumika katika mechi za timu ya taifa Misri na vilabu vikubwa kama Al Ahly na Zamalek. Uwanja wa tatu ni Borg Al Arab Stadium. Uwanja huu unapatikana Misri. Idadi ya mashabiki ni 86,000. Borg Al Arab ulihamishwa hadi nafasi ya tatu kwa ukubwa baada ya kukamilika kwa New Administrative Stadium, ukiwa na uwezo wa kumudu watazamaji 86,000. Uwanja huu upo Amlea na ni nyumbani kwa timu ya taifa ya Misri na klabu ya Smoha. Uwanja huu uliandaliwa kwa ajili ya jaribio la kombe la dunia la mwaka 2010 na sasa ni uwanja wa nyumbani wa timu ya taifa kama mbadala wa Cairo International Stadium. Uwanja wa nne ni Stade des Martyrs unaopatikana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao unamudu kubeba watazamaji 80,000. Ni uwanja wa taifa wa soka la DR Congo. Ni timu ya taifa inacheza mechi zake za nyumbani hapa tangu mwaka 1990. Una uwezo wa kubeba watazamaji 80,000 na vilabu vya AC Vita, klabu ya DCMP hutumia uwanja huu kama uwanja wao wa nyumbani. Uwanja huu pia huandaa matukio yasiyo ya soka, ikiwemo sara za Papa Francis ambazo ziliandaliwa mwaka 2023. Uwanja wa tano ni Cairo International Stadium. Uwanja huu unapatikana Misri. Idadi ya mashabiki ni 74,100. Uwanja huu una uwezo wa kubeba watazamaji 75,000. Hapo awali ulijazwa mashabiki hadi 120,000 mwaka 1986. Ingawa ni mdogo kuliko Borg Al Arab, Cairo International Stadium bado unachukuliwa kama uwanja wa timu ya taifa ya Misri, na fainali ya kombe la mataifa Afrika ya mwaka 2019 ulichezwa katika uwanja huu. Zaidi ya hayo, kama mojawapo ya viwanja vikubwa zaidi barani Afrika, Cairo International Stadium umekaribisha matukio makubwa, ikiwemo mechi ya kombe la mataifa Afrika mwaka 2006. Uwanja huu pia umekuwa wenyeji wa mechi kadhaa za kombe la mataifa Afrika mwaka 2019 na fainali ya CAF Champions League mwaka 2020 kati ya Al Ahly na Zamalek, ambapo Al Ahly iliibuka na ushindi wa goli 2-1. Uwanja mwingine ni Stade Mohamed wa 5
uwanja unaopatikana Morocco, idadi ya mashabiki ni 67,000. Uwanja ulioko Casablanca uliofunguliwa mwaka 1955 na kisha ukaitwa Stade de Huneo baada ya uhuru wa Morocco. Ni nyumbani kwa virabu vya Raja Casablanca, Wydad Casablanca na timu ya taifa. Pia uwanja huu umefanyiwa ukarabati mwaka 2015. Uwanja wa 7 ni uwanja wa Mogadishu unaopatikana Somalia, ambao una uwezo wa kubeba mashabiki 65,000. Unaweza ukashangaa kusikia kuwa Somalia ina uwanja mkubwa zaidi kuliko Kenya, Tanzania na Uganda. Uwanja huu unamudu kubeba mashabiki 67,000. Wakati wa vita ya wenyewe kwa wenyewe ya Somalia, uwanja huu uliharibiwa sana na wanajeshi wa kigeni, ambapo walitumia majengo hayo kama kambi. Uwanja huu ulijengwa upya kabisa na nyasi za bandia zikawekwa tarehe 27 Machi mwaka 2020. Uwanja huu ulijengwa mnamo mwaka 1977 wakati wa utawala wa Siad Barre kwa msaada wa wahandisi kutoka China. Ingawa uwanja wa Mogadishu ulitumiwa zaidi kwa kuandaa shughuli za michezo, hotuba za rais na mikutano ya kisiasa pia ilifanyika hapo. Mchezo wa kwanza kuwahi kufanyika katika uwanja huo ulifanyika mara baada ya ujenzi kukamilika mwaka 1978 kati ya timu ya taifa Somalia na klabu ya Leonen ya Uchina. Uwanja wa 8 ni Stade wa 5 Juliet ambao unapatikana Algeria, ambao unabeba mashabiki 64,000. Uwanja huu ulipewa jina la tarehe 5 Julai mwaka 1962, siku ambayo Algeria ilitangaza uhuru wake kutoka Ufaransa. Uwanja huu una njia ya mbio, kwani pia hutumika kwa riadha. Ndio maana uwanja huu unatumika kama wenyeji wa matukio kadhaa ya kimataifa ikiwemo Pan African Games mwaka 2004 na All African Games mwaka 2007. Kwa sasa Stade de 5 Juliet una uwezo wa kubeba watazamaji 65,000, ingawa mara moja ulikuwa umejazwa hadi watu 110,000 kwa mechi kati ya Algeria na Serbia mwaka 2010. Kutokana na masuala ya afya na usalama, uwanja huu ulifanyiwa ukarabati mara kadhaa, ikiwa ni pamoja na kupunguza uwezo wake. Hata hivyo, ripoti zinaonyesha kuwa ukarabati zaidi unatarajiwa hivi karibuni, jambo linaloongeza uwezo hadi kufikia watazamaji 80,000. Kutokana na mtazamo wa soka, mashabiki wangefurahia kuona njia za mbio zinaondolewa na viti vikasogezwa karibu na uwanja, lakini kwa sasa hakuna dalili kwamba jambo hilo lipo kwenye agenda zao. Uwanja mwingine ni Ellis Park Stadium, uwanja unaopatikana Afrika Kusini, ambao una uwezo wa kubeba mashabiki 62,567. Uwanja huu una historia kubwa, ikiwa una umaarufu wa mechi za raga na ushindi wa kombe la dunia la raga la mwaka 1995. Timu ya kandanda ya Afrika Kusini pia imecheza michezo hapa siku za nyuma zaidi, kabla ya uwanja wa FNB kufunguliwa. Uwezo wake kwa sasa unamudu kubeba mashabiki 62,567. Katika uwanja huu Nelson Mandela aliandaa mechi ya hisani ya Liverpool baada ya uchaguzi wa urais mwaka 1994. Kutokana na hatua hiyo, Mandela akawa mmoja wa mashabiki maarufu wa Liverpool. Uwanja wa 10 ni Abuja Stadium unaopatikana Nigeria, ambao una uwezo wa kubeba mashabiki 60,491. Ulifunguliwa mwaka 2003 na ni uwanja unaotumika na vilabu kwa ligi ya ndani na timu za taifa, na ukubwa wake unaweza kubeba mashabiki 60,491. Mwaka 2006 rais aliamua kufanya tukio la kidini badala ya mechi ya kimataifa kati ya Nigeria na Rwanda. Uwanja wa 11 ni Stade wa 7 Novemba Hamadi Agrebu Stadium. Uwanja huu unapatikana Tunisia, ambao una uwezo wa kubeba mashabiki 60,000. Uwanja huu ulipata umaarufu baada ya kuwa wenyeji wa michuano ya Mediterranean mwaka 2001. Mwaka huo huo ulipojengwa. Una uwezo wa kubeba mashabiki 60,000 na unasimamiwa na serikali ya Tunisia. Miaka miwili baadaye, uwanja huo ulitumika kama wenyeji wa fainali ya AFCON mwaka 2004, Tunisia ikiishinda Morocco katika mechi hiyo na kuwa bingwa wa Afrika. Uwanja wa 12 ni Benjamin Mkapa Stadium unaopatikana Tanzania, ambao una uwezo wa kubeba mashabiki 60,000. Ni uwanja mkubwa wa taifa wa Tanzania, nyumbani kwa Taifa Stars, Simba pamoja na Young Africans. Ulifunguliwa rasmi mwaka 2007
Tangu wakati huo umekuwa wenyeji wa mechi kadhaa za kihistoria na za kuvunja rekodi. Mnamo tarehe 26 Oktoba mwaka 2008, mashabiki 70,000 walikusanyika kuona mechi ya kusisimua kati ya Simba na Yanga. Mnamo mwaka 2027, Afrika Mashariki itakuwa wenyeji wa kombe la mataifa Afrika na uwanja wa Benjamin Mkapa unachukua jukumu muhimu kwa kuwa wenyeji wa mechi kadhaa wakati wa mashindano hayo.